ninaamuru ewe kuzimu, hauna mamlaka ya kujenga nyumba kwenye moyo wake. Hauna mamlaka ya kuweka matani kwenye mwili wake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mtume bwiza bwa Marko. Ni hapo tutaanza na Marko, baadaye kwenye huu ujumbe watapokea na sehemu ya pili nyingine tena kila mmoja atatoka na kitu alichoandikiwa. Naho duhera umuntu wese aratahana icyo yandikiwe. Kwa hiyo kuwa makini. Nawe wiyubahe. Marko sura ya kwanza. Marko igice cha Sorry. Marko sura ya 5 aya yake ya kwanza. Marko 5 ku murongo wa mbere hadi 20. Tugeze kuri 20. Tusome hapo kwanza kwa lugha ya taifa. Badusomere mu rurimi rw'Ikirundi. Some kwa lugha ya taifa. Marko sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 20, utusomee kwa lugha ya taifa. Karibu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Marko 5 rimwe gushika ku 20. Umutwe w'amajambo aravuga ngo Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu cy'Abageraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiyemwo n'impwemu ihumanye ava mu masenga y'imva, aca aramusanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha niyo wowe umunyororo, kuko bamubohesheje umunyororo, bamuhomeje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iy'amaboko akayicakagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zo mutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga no ku misozi, ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanga arunama, asemera n'ijwi rirenga ati, duhuriye hehe ga Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Ndakurahiye Imana, ntumbabaze agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati, va mu muntu wa mpwemu ihumanye. Aramubaza ati, witwa nde? Aramwishura ati, Gitero niryo zina ryanje, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri icyo gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukugu mwinshi w'ingurube zirisha, ziramwinginga ziti, turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo, zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zari nk'ibihumbi 2, amazi arazinika. Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ivyo ari byo. Bashika aho Yesu ari, basanga uwari yinjiyemo n'abadayimoni yicaye, yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiyemo na ca gitero, baratinya. Ababibonye babadondera ivy'uwari yinjiyemo n'amadayimoni n'ivy'ingurube.
batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo. Ariko aratambukira mu bwato, uwari yinjiyemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubarira ati, ja imuhira iwawe mu biwanyu ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye vyose, kandi ingene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza i Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose baratangara. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Barikiwe na Bwana sana. Amen. Amen. Tasoma kwa lugha ya Kiswahili. Reka tusome mu Kiswahili. Marko sura ya 5 aya ya 1 hadi 20. Neno linasema: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruksa. Wale pepo wachafu wakatoka wakawaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni. Wakaingia baharini wapata 2,000, wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka waliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuombe kwa mara nyingine. Amen. Asante Yesu.
Baba mkamilifu, mwenye haki, mtakatifu, uliye juu ya yote, unaopenda binadamu kuliko kila kitu, tunakusifu, tunakushukuru kwa jina lako takatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia mpendwa. Umviriza mukundwa. Mwambie jirani yako wewe una thamani kubwa mbele za Yesu. Yabwira uwo mwicaranye urafisa agaciro kanini mbere ya Yesu Kristo. Usijizarau. Kandi ntiwigaye. Kila anayeitwa binadamu, umuntu wese yitwa umwana w'umuntu, ana thamani kubwa mbele za Yesu Kristo. Agaciro gakomeye imbere ya Yesu Kristo. Yeyote mwenye kuwa binadamu, ari umwana w'umuntu, jua ana thamani kubwa mbele za Yesu Kristo. Agaciro gakomeye imbere ya Yesu Kristo. Sijasema watu wamejaa wengi. Abantu buzuye benshi. Na wanataka kujichanganya na binadamu. Bashaka kwivanga n'abana b'abantu. Wanataka kuingiana. Bashaka binjirane. Ili makusudi waweze kuharibu binadamu mwenye thamani mbele za Bwana. Usikubali kuchanganywa. Na hao wanaotaka kukuchanganya, hawa binadamu wanafanana na wewe. Ni kama utafikiri na wao ni binadamu, lakini sio binadamu, ni watu. Kumbuka wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu walikuwepo ambao hawakuwa binadamu, walikuwa ni malaika. Wakavaa utu, wakawa watu. Kwa sababu walikuwa watu, wakaingia ndani ya binadamu. Binadamu wakawaona kama ni watu, ni binadamu kama wao. Walivyoona kama ni binadamu kama wao, wakaamua kwamba sasa waolewe nao na wawaowe. Barongore nabo kandi babarongore. Kosa la jinai. Yabaye ikosa, dhambi ya jinai. Ni chaha. Bwana akachukizwa, akaangamiza dunia yote. Na leo binadamu hawaelewi tena, wamesahau haya. Wanaona ni sawa sawa, wanafikiri ni mamoja, hata kama mnafanana. Jua sio binadamu. Nataka uelewe kitu. Juzi nilikuwa nimekaa hapa ndani, hapa chini. Sasa sijui ilikuwaje nikaenda kukaa kwenye mlango wa barabarani. Nikafungua rido. Nikawa niko naangalia upande huu. Ghafla nikamuona mtu anafanana na binti wetu mmoja kanisani anaitwa Jeanne d'Arc. Amevaa uniform, anaenda shule. Na muona vizuri, huyu ndiye yeye. Anatokea huku, anaenda shuleni. Nikamwangalia, nasema, "Oh, amevaa uniform. Mwanangu anaenda shule." Okay. Nikataka kutoka, nimwambie amani ya Bwana iwe nawe. Lakini sijui ilikuwaje nikaziwiliwa. Nikakaa. Baada ya dakika kama 20 au 25, nikamwona mwingine Jeanne d'Arc naye anakuja tena. Na yeye anapita sasa. Sasa yeye hana uniform, amevaa nguo za kawaida akiwa na mtoto. Yani wanatembea hivi. Sasa nikafungua nikaangalia. Sasa ule wa mbele alikuwa nani? Huyu naona ndio Jeanne d'Arc hasa. Sasa ule alikuwa nani? Hii nawaambia sio ya mbali, ni ya juzi hapa. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana kuwa makini. Usioni vitu yote kwa sababu vinafanana ukafikiri ni moja, ni vimoja. Jua kuna bronze, yani kuna shaba na kuna dhahabu, vinataka kufanana. Ukiviona hivi utaona ni vimoja, lakini sio vimoja. Nataka uelewe, maana tunafikia wakati mgumu. Ni wakati unatisha. Mpaka nilivyoona nilisikia kasema, Yesu, kumbe ni uhalisia ile unayotuambia. Wamefanana kabisa. Tena size moja, kimo kile kile. Kimo kile kile, weupe ule, mwendo ule, lakini ni wawili tofauti. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndio maana uwe makini.
Nico gituma wiyubare. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa basi, Nuko rero Yesu wa uwezo, ndio nataka ujue thamani yako. Akiwa anahubiri binadamu, anaona wengine hawasikii, anajaribu kuwafahamisha hawaelewi. Hapo akawaambia tuvuke mpaka ngambo. Akiwa yuko chomboni anahubiri wengine, kama jinsi mnavyoniona nahubiri neno, ghafla anamwambia mwingine tuvuke, tunavuka, tukaenda hapo. Wakavuka chomboni wakaenda. Arababwira ati tujabuke hakurya baragenda. Wakafika mpaka ngambo. Bashika hakurya. Thamani yako ni kubwa. Agaciro kawe hata kama una shida. Yesu anakupenda. Yesu anakujua. Jua wewe ni wa thamani. Ibilisi asikuzofishi kwa njia yoyote. Usikubali kuzoofishwa kwa aina yoyote. Hata kama unasikia mtu, mimi nafikiri Yesu hanipendi tena, mimi naona angenipenda singebaki kwa haya matatizo. Sikia nikufahamishe, anakupenda. Hata dakika ya mwisho utaona muujiza kwa maisha yako. Amen. Yesu ni wa ajabu. Wanafunzi hawajui, hawaelewi chochote. Anawaambia tuvuke mpaka ngambo. Yeye anavuka mpaka ngambo, lakini baharini msukosuko unakuja. Majini yanatambua kwamba anakuja aliyeumba dunia, anakuja huku nako. Na katika kuangalia anavyokuja, wakajua vyovyote anakuja kutufukuza kwenye hii nchi. Na tufukuza sehemu hii. Upepo ulikuwa mkali, wanafunzi wakaogopa. Unaweza kukutana na majaribu ukaogopa, ukafikiri uko peke yako, lakini sikia nikwambie, hauko peke yako, uko pamoja na Yesu. Acha woga. Amen. Walikuwa wanamuona, yani Yesu, upepo mkali, maji yanaanza kuingia chomboni, yanaingia chomboni. Wewe unaweza ukasikia ni ya kawaida, lakini aliyekwisha pita baharini, ndani ya mtumbo, ndani ya boti, akakutana na wimbi, anajua. Maji yakaanza kuingia ndani. Wao wanapiga kelele, wakaamua kumwamsha Yesu. Si kitu kwako kwamba tunaangamia. Akainuka. Simple tu. Kirahisi tu. Kirahisi tu. Wewe bahari, tulia. Na wewe upepo, tulia sehemu yako. Akajiendelezea. Akawaambia, je, mbona mmekuwa waoga? Acha uoga. Hiyo mawimbi yote, bora tuwe mapenzi ya Yesu. Hicho tu ndo chunguza mara 2 mara 3. Kama uko mapenzi ya Yesu, ukiona uko mapenzi ya Yesu, tosha hiyo. Usiogope. Jua Yesu anakujua. Shida zako anazo mkononi. Saa ikifika ataziambia toka. Hakusimamisha upepo mapema, hakusimamisha bahari mapema. Alingoja kwanza mawimbi yaje, akangoja upepo uje, na hakuviacha vije tu, na maji yakajaa ndani ya mtumbo. Ndani yalivyokuwa yamejaa ndani ya mtumbo mengi, ndipo sasa akaonesha maajabu yake. Wanashangaa, na huyu ni nani? Wakamuogopa. Sasa wanasema, yani mbona hakuja mapema? Anaviacha vikomae ndani yako, tatizo likomae, magonjwa yakomae, umaskini ukomae, matatizo ya aina zote yakomae, kukosa mchumba yakomae, kila kitu kikomae, kukosa biashara iharibike mapema. Anaacha vyote viharibike. Mume wako akukatae, mke wako akukatae, mchumba wako akukatae, rafiki yako akukatae, majirani wakukatae. Anaacha yale yote kwanza yafike, ulale njaa, baadaye aonekane alivyo Mungu. Pigia Yesu makofi mazito. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akayaacha hayo yote. Arabireka ivyo vyose. Kwa mwisho anakuja kukemea. Wanashangaa. Baada ya maji kujaa ndani ya boti, ndani ya mtumbo, wanatabika kwa kuyatoa, yangine yanaingia. Sasa wengi anasema, naona hili tatizo lilishakuwa kubwa. Nani alikuambia kama kuna tatizo kubwa mbele za Yesu Kristo? Kwa Yesu Kristo hapajawahi kuwa tatizo la kushindikana. Elewa hivyo. Alivyomaliza akaenda kafika mpaka Genezareti. Lakini katika mamlaka yake ya kimungu akaamuru yule mtu ambaye hajitambui tena, hajijui. Wewe ambaye uko na akili, wewe uko na ufahamu, atakutumia wa kukusaidia. Mwenye hana ufahamu naye, yeye mwenyewe atashughulika. Utafisi ubwenge Yesu azomwitaho. Unasikia, baada ya kufika ni mtu aliyekuwa amefungwa na minyororo. Sijui minyororo kama mnaielewa. Minyororo ni hivi hapa, hizi waya hizi zinazofunga, zinazoshika hii speaker hii. Hizi hapa ndio hizi upande hata upande wa huku. Hizi hapa. Ile vinashika kwenye mlingoti ule wa chuma. Ile pale ndio inaitwa minyororo. Hebu fikiria kitu kama kile, ufungwe mikononi kisha ukate. Nguvu za namna gani hizo? Unasikia ni nguvu za namna gani? Alafu anafungwa pingu. Pingu ni kwa hapa kwetu tunaita minote. Minote nafikiri mnaielewa. Nani anaweza kafungwa minote kisha akaikata? Kadiri unavyotaka kuikata ndio inavyokubana. Nyama zote na uwezo wa kuzikata zote, ukavuja damu. Kukebagura inyama ukava maraso. Lakini yeye alikuwa anazikata zote na minote zote pingwa na zivunja na tupa. Hakuna mtu aliyeweza. Wakasema basi jamani, tumwacheni, tumwepuke. Wakamwepuka, kila mmoja kivyake akamkimbia. Akawa hana msaada. Baba hamsaidii, mama hamsaidii, watoto wamsaidii, wajukuu wamsaidii, wajukuza wamsaidii, viningine havimsaidii, kitukuu havimsaidii. Vyote hakuna. Mashangazi, wajomba, mamdogo, hakuna. Ndio maana muone Yesu kuliko huyu ndugu yako unayemuona. Yesu atusaidie. Amen. Hivi ukiangalia, baada ya kuwa na ufahamu, aliona kama kuna thamani ya mama, aliona kuna thamani ya baba, aliona kuna thamani ya shangazi, aliona kuna thamani ya mama mdogo, mama mkubwa. Alimuona ni Yesu tu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ukiona mtu angalia anaona hivyo, hajamjua Yesu, hajamuona Yesu. Aliyemuona Yesu anaona thamani ya Yesu kuliko kila kitu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Biblia inasema Yesu Kristo kwa kujua thamani yake akawaambia zile nguruwe, yani akaambia yule pepo yuko ndani, mtoke. Mtoke. Sana ambia mtoke. Wanaangalia tutaenda wapi? Hapana. Bwana tunakusii. Tafadhali tunakusii. Tunakusii. Usituangamizi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, usitutoe kwenye nchi hii. Unaelewa nini hapa? Unaelewa nini? Zinamuomba Bwana usitutoe mwa nchi.
ntudukure muri iki gihugu. Na Yesu anazikubalia. Na Yesu arazemerera. Kwa sababu pia ni yeye aliviumba. Kuko niwe yaziremye. Ndio maana usikae unafanya dhambi, unaishi maisha unayojitakia, hautaki kuwa mtiifu kwa Yesu. Alafu unasema, Yesu ananipenda, Yesu anakupenda kama utamtii. Aragukunda ni wamubaha. Usipomtii utamubashe hakupendi. Anasema ukiwa vuguvugu atakutapika. Ni wabakazuyaza zo kudawa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini ukiwa mtiifu, ukimfuata Yesu, ukanyenyekea kwa Yesu, utamuona Yesu na uwezo wake na mamlaka yake. Bwana Yesu atusaidie. Wakati mwingine ni Mungu ambaye sio kama mwanadamu. Anafanya mambo yanayopita ufahamu wa mwanadamu. Wanamuomba ni majini. Majini anamuomba. Na majini ya musavye. Usitutoe mwa hii nchi. Yani imagine chukua hiyo sehemu ni Burundi. Anasema usitutoe Burundi. Kisha anayakubalia. Na kanisa lake liko Burundi. Kisha anayakubalia yawe Burundi. Unaelewa nini? Unaelewa nini hapo? Bwana Yesu atusaidie. Yesu Kristo atufashe. Lakini nataka uelewe. Wakati yao ndio yaliomba sasa. Ayo ndio yasavye. Na hakuna ombi waliomba lenye Yesu hakuwapa. Masengesho basavye Yesu atabaha. Yaliomba. Yarasenze. Asiwatesi. Ati ntabazigirize. Hakuwatesa. Ntacho yabatwara. Yakaomba. Kandi arasaba. Yakaomba tena. Asiwatoe mwa ile nchi. Hakuwatoa mwa ile nchi. Wakaomba la tatu. Turuhusu. Tuingie ndani ya hizi nguruwe. Aliziruhusu akuziruhusu. Akaziruhusu. Zikaingia ndani ya nguruwe. Na zenyewe kwa sababu ni zile mapepo ilikuwa ni tabaka ya majini. Kuko yara majini. Tabaka ya majini. Ubwoko bw'amajini. Una utofauti na mashetani mengine. Tandukanya n'andi madaimoni. Sasa yaliona nguruwe. Yabonye nguruwe. Yakajua na hawa wanadamu. Na aba bana b'abantu. Tutanyonya ile damu ya ndani ya nguruwe. Maraso ari mu nguruwe. Kumbe damu yenye kuwa ndani ya nguruwe ina utofauti yenye kuwa ndani ya ng'ombe, ina utofauti yenye kuwa ndani ya mbuzi, ina tofauti ya damu yenye kuwa ndani ya kondoo. Nguruwe ina damu ya kipekee. Nguruwe ifisa maraso yisangije. Ndio maana ukiona watu wanatetea nguruwe, itetee, sio shida. Maana Bwana alisema sio kimuingiacho mtu kimtiayo uchafu bali kimtokacho. Wakasema tunateremshia nguruwe. Ati kuko Yesu kamsengere mkubwa wa meza. Muite mkubwa wa meza. Lakini jua ina virisi sio kwa za kawaida ndani yake. Alikumenye ko ifise ihumanye muri yo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Akaziruhusu. Zilivyoingia lizikafikiria ni damu sawasawa na wanyama wengine. Ni sawasawa na kisi wanaweza kaingia ndani ya chui, ndani ya pongo, ndani ya umbwa, ndani ya wanyama wengine. Wakafikiria, majini yakafikiri hivyo. Kumbe nguruwe ni tofauti. Walivyoingia ndani ya zile nguruwe, wakasikia kuwashwa. Wakasikia mambo yasiyokuwa ya kawaida. Zikaanza kupiga kelele. Zikasikia ukichaka kusema hapa usalama wetu ni kuingia majini. Tukibaki ndani ya hizi nguruwe, sasa ndio mateso. Afadhali hata Yesu angetutesa kuliko hizi nguruwe. Bati twari gufuma twigumira ahuko toguma mu ngurube. Yani afadhali. Maana ni matatizo. Kumbe ndivyo zilivyo nguruwe hivi. Yakapiga kelele, yakashangaa, yakaenda mbio. Yani yanaharakisha kuingia wapi? Majini. Maana vinginevyo ni mateso makubwa. Yakakimbia mbio, yakaingia na zile wakiwa ndani ya nguruwe, wakaingia ndani ya maji. Na nguruwe haijui kuogelea. Na zilikuwa nguruwe za mjini, sio zile za porini. Zari nguruwe zo mu gisagara ntizari nyeshamba.
Zilivyoingia majini, maze kuja mu mazi, eti zikafa humo. Zichazira Sasa majini kufa. akasema, lo, afadhali tunaenda Amajini kwetu, ati yakarudia ahana kule gahe, kwao, maana majini yanaishi wachasubiri maji. wabo, kwa majini aba mu mazi. Ndio makao yao yako chini, Niho yakaenda kule, niho icyicaro yakajisalimisha. cyabo kiri, iragenda iguma. Lakini fikiria, ni Ariko nguruwe ngapi? 2000. Ingurube zingahe zari ingurube? Nikuulize wewe uliopo hapa, hebu nisaidieni, mwenye kuwa na hesabu ya mbio mbio. Wewe. Nguruwe moja ni ngapi leo? Bei ya nguruwe moja. Milioni moja. Anasema milioni moja. Sasa chukue mara 2000. Tuko pamoja, na hizo bado ni ndogo. Hata zingekuwa nguruwe 10,000, zote zingekwenda. Kwa sababu ya thamani ya mwanadamu. Kwa sababu wewe una thamani. Yesu anakusamanisha wewe zaidi ya wanyama wote wale. Ndio maana Ibilisi anatakaga mnunue. Nicho gituma Satana bashaka kugura. Anakuuliza, unataka bei gani nikununue? Nataka kukununua, niambie bei. Niambie bei. Gira mahera yose ushaka. Sema unataka ngapi nikununue. Kamwambia Yesu, hivyo na thamani ya Yesu. Amaze kubona agaciro ka Yesu. Yesu thamani yake kwa sababu haikuwa ya kawaida. Yeye akamwambia, unaiona hii dunia yote hii? Yavuze turabona isi yose. Ninaona thamani yako inaweza kulingana na hii dunia yote. Kwa hiyo acha nikununue, alafu nikupe dunia yote. Yesu akamwambia, nenda zako. Aramwambia ati vaho Satani. Unajua kama alimwambia hivyo? Nitakupa Nitakupa hivi vyote ukifanya nini? Ukinisujudia, ukikubali nikununue, nakupa vyote. Lakini Kristo akavikataa. Akakataa. Yesu Kristo alikataa. Lakini wewe unakubali kuuzikana kirahisi, na wengine anauzikana bila hata thamani. Anauzikana hivi bila thamani, anajiachililia. Shetani anamtumikisha, anafanya vyenye anataka nini, hakuna shida. Jua una bei na thamani yako ni kubwa. Ndio ilimpelekea Bwana anaacha mbingu na utajiri na kila kitu, kila kizuri, akavaa mwili makusudi aje kutafute wewe, maana alijua thamani yako. Haleluya. Yule mtu akapona. Akapona. Kupona kwake wanamkuta amekaa kwenye miguu ya Yesu, yicaye mu birenge vya Yesu. Huyu jamani wa namna gani? Tangu tumeishi hatujawahi kuona wa namna hii anayefanya miujiza ya namna hii. Kumponya huyu jamaa sio kawaida. Huyu ni binadamu kweli huyu? Unaweza ukafanya Yesu akakutumikisha, wanadamu wakakushangaa, wakasema yamkini huyu sio binadamu, ni uwezo. Kumbe ni Yesu yule yule. Mheshimu Yesu ili afanye makuu katika maisha yako. Ana makusudi na wewe, ana malengo na wewe, ana mpango na wewe. Mwambie Yesu, niwezeshe kuwa mtiifu kwako ili nitembee katika mpango wako. Na Yesu atakusaidia. Bwana Yesu atusaidie. Sikia mwenda mbinguni. Imagine kuliko kumfurahia Yesu, aendelee kuwasaidia watafute sasa. Ikiwa huyu amemponya huyu kichaa, ina maana magonjwa mengine ni rahisi. Hivi ni kweli hapa kwemo wagonjwa mwenchi? Nakwambia walikuwepo tena wengi. Lakini wakamuogopa. Wakamwambia no, tunakuomba utoke kwenye nchi yetu. Acha nikwambie. Nataka kukwambia, baba yetu aliambiwa toka kwenye mji huu, na yeye ndiye Mungu, lakini alitoka akajiendea. Je, uamuzi wa kumwambia atoke ulikuwa mzuri?
Bega mahitamo yo kumubwira ngo abavire mu gihugu cyacu. Nikuulize wewe leo, uamuzi wa kumwambia Yesu atoke ulikuwa mzuri? Bega kumubwira ngo Ulikuwa mbaya. Lakini kivyao wakati ule akili zao, ufahamu wao uliwaonesha kwamba wamefanya vema. Lakini huyu Mungu tunayemwabudu, kwa sababu hajawahi kufosi mwanadamu, hajawahi kufosi na hata fosi maisha yote, kitu alichokifanya akaingia zake ndani ya chombo bila kusema neno. Si wameshamkataa? Ukimkataa Yesu yeye hana shida, anajiendea. Yatakayo kukuta baadaye utayajua mwenyewe. Akajiendea, akaingia ndani ya mtumbo, hana shida. Alivyokuwa ndani ya mtumbo, yule mtu akaona la, huyu ananiondokea, akamfuata Bwana, twende wote. Akaambia no. Rudi kwa wakwenu na katika nchi yako, uambie makuu Yesu aliyokutendea. Uambie makuu Yesu aliyokutendea. Akarudi. Biblia inasema akaanza kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Mtu anayetoka mbali anajua thamani ya Yesu. Mwenye anatoka karibu hajui thamani ya Yesu. Huyo ametoka baada ya siku chache, akarudi akaanza kumtangaza Yesu, akaanza kuhubiri Yesu. Lakini unamkuta mtu baada ana miezi 3, 4, 5 ameokoka, kisha anasema ningali mchanga. Nani alikwambia kama uko mchanga? Umekuwa kisheta. Hauko mchanga, umekuwa kisheta. Tunaita kisheta. Hebu niulize, mtoto anaanza kutembea kwa umri upi? Mwaka moja akikawia. Wananiambia mtoto anaanza kutembea miezi 9. Mwana tangura kugenda mu miezi 9. Akifikisha mwaka na nusu hajatembea, anakuwa kisheta. Unasikia anaitwa kisheta. Sasa una mwaka umeokoka, matendo ya wokovu hayaonekani dhahiri kwa umbali. Kisha unasema unavyojisemea, unasema niko mchanga, uko kisheta, hauko mchanga. Uko kisheta. Kuba igisheta. Mwambie jirani yako usiwe kisheta. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa sababu ukiona mtu ameokoka leo, baada ya mwezi mmoja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mwaka, kisha anajihesabu muroho yake, anajihesabu ningali mchanga, huyo ni kisheta. Kwa sababu yeyote ambaye ameisha fikisha huyo umri, tayari mwakili anajua mimi nimeokoka. Hata umchukue, unaenda na mtupa porini, aishi yeye, hana yeyote yule, bado atamwabudu Yesu Kristo, bado atatembea mapenzi ya Yesu, bado atamuheshimu Yesu, bado atamuogopa Yesu. Lakini kwa sababu ni kisheta, ndiyo maana ukimpeleka popote pale anaiga zile tabia za watu wa pale. Maana ni kisheta. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Usiwe kisheta. Ntubi gisheta. Siku kwa siku. Siku kwa siku. Tafuta. Tafuta kufaidika kiroho na kukua kiroho na kupanda kiroho. Ngazi upande ngazi baada ya mwingine. Pana kurudia sehemu moja. Unamuona mtu alivyokuwa, ukabona umuntu uko yareje, unaanza kumfikiria huyu ni yeye au ni kama nguruwe. Nguruwe ndio inarudia kuchezea. Haiwezi kuwa hivi. Inabaki ioshe utakavyo. Siku moja nilikuwa napewa kuchunga nguruwe, nilipopelekwa kwa Kongo ya Kiriba kule. Nasikia huzuni. Lakini kaoshe hizo nguruwe, tunataka kuzipeleka kwenye mauzo. Koza ingurube baje kuitwara kuigurisha. Na ukiosha inatakata kuliko hata mbuzi, kuliko ng'ombe, kuliko hata kondoo. Inatakata kweli. Na mwili unasikia mwili kabisa. Iache dakika chache, inajibilia matope tena. Usiwe hivyo. Wewe ntube gutyo. Kuwa mtu wa kukomaa. Jua leo wewe uko hivi, kesho uko hivi, na huku sikio lako linamsikiliza Kristo wakati wote.
umwanya wose. Kio namuona mtu alishakomaa. Kabona umuntu yarakuze. Anakuwa tena kama mtoto. Akasubira Anarudia mambo ya kitoto. Akasubira mu bintu. Anakuwa na hali nyingine. Utiifu kwa Yesu unapotea. Unyenyekevu kwa Yesu haupo tena. Kisheta. Uwabari gisheta. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Akaenda kuhubiri. Achagenda kuvuga ubutumwa. Yesu alijua thamani yake. Yamenye akaamua kumfuata. Akamfuata. Aramukurikira. Akawaacha wale makutano. Kwa sababu ya thamani. Maana kuna wengine hawa na wahubiri lakini mbona hawabadiliki? Mbona hawasikii? Acha nimwendee yule. Akamfuata yule mmoja. Na kupitia yule mmoja Genezareti yote Dekapoli walipata habari njema. Na walio wengi waliokoka kupitia yule. Wakapokea kupitia yule. Lakini unamuona mtu unajiuliza. Na unafikiri Yesu alimwacha? Bado aliendelea kumtumia. Haleluya. Fungua Biblia yako tusome. Huyo ni ujumbe wa kwanza, tuenda ujumbe wa pili. Endapo tutamaliza tutaingia hata sehemu nyingine. Mwanzo sura ya 2 aya 18. Mwanzo sura ya 2 aya 18. Na Yohana Mtakatifu 14 aya 16 na 17. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 16 na 17. Watusomee hapo kwa lugha ya taifa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 ku murongo w'indwi. Mwanzo sura ya 2 aya 18. Itanguriro 2:18. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 16 hadi 17. Yohana 14 ku murongo wa 16 hadi 17. Karibu watusomee hapo kwa lugha ya taifa. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro igice cya 2:18 haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Amen. Amen. Yohana Mweranda igice cya 14 dusoma umurongo wa 16 aya 16 hadi 17. Umurongo wa 16 n'uwa 17. Ijambo rya Yesu riravuga ngo nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwisa ngo azabane namwe ibihe bidashira, niwe mpwemu kuri uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Amen. Amen. Ongeza aya 26 ya sura hiyo hiyo. 26 muri iki gice nyene haravuga ngo ariko umwitsa ari we mpwemu yera uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha vyose kandi azobibutsa ivyo nababariye vyose. Amen. 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 Barikiwe na Bwana. Amen. Tutasoma kwa lugha ya Kiswahili. 2:18 ya kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu atusaidie. 14 16 na 17 na 26. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui,
bali ninyi mnamuona. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaendelea. Sikia mwenda mbinguni. Biblia inasema, Bwana Yesu anasema, anayetupenda kuliko, anayetujali kuliko. Tukianzia hapa ambapo tumemalizia, neno linasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Atatupa nani? Roho Mtakatifu, msaidizi wetu, atusaidie, akae nasi hata milele. Sasa huyu Roho Mtakatifu atatusaidia nini? Roho Mtakatifu kazi ya kutusaidia ni gani? Ndipo anasema atakachotusaidia, atatusaidia kuchukua udhaifu wetu, atatusaidia kumpenda Yesu Kristo, atatusaidia kumtii Yesu Kristo, atatusaidia kutuongoza katika mapenzi ya Yesu Kristo, atatusaidia ili tumwabudu Yesu Kristo ipasavyo, atatusaidia kwa kila jambo ili kuendeleza mpango wa Yesu Kristo ndani yetu sisi. Kwa sababu Yesu Kristo hakutuumba bure. Alituumba akiwa na mpango, alituumba akiwa na makusudi, alikuwa na makusudi ya kutuumba. Kwa hiyo kwa sababu ya kushindwa, ndipo anasema sitawaacha yatima. Uwepo wa Yesu Kristo ulisababisha wa ndugu zangu wanatembea mapenzi ya Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo wakati Yesu anawaaga sasa, anawaambia anaenda, wakuhuzunika wakahuzunika, wakutoa machozi kulia wakalia, kila aliyeweza kulia alilia, aliyetoa machozi wakatoa machozi, wengine wakahuzunika. Sasa kama anakwenda, tutakuwa wageni wa nani? Tutaishije? Tulikuwa hatujui kuhemea tena, tulikuwa hatujui lolote, tulikuwa ni raha mstarehe, tunategemea uzima wa milele. Sasa Yesu anaenda kuondoka, tutakuwa wageni wa nani sisi? Tutaishije sasa? Wakawa na maswali mengi sana, wakahuzunika sana. Akawaambia, kwa sababu nimewaambia hayo mna huzuni, lakini sikia ni washauri, ingelikuwa heri kwenu mimi niondoke. Sasa anawaambia ingekuwa heri aondoke, lakini ya kesho hawayajui. Kama jinsi na wewe ulivyo, unavyoambiwa jambo haulielewi na haulikubali, kwa sababu hujui hatima ya kesho ikoje. Lakini Yesu anasema ingelikuwa heri, ingelikuwa heri kama ninyi mnaposikia ninaenda mungefurahi.
Sasa Bwana, tutafurahije? None mwami turanezerwa gute? Tutafurahije na sisi tunaona? Turanezerwa gute na twebwe tubona? Tunaona waziwazi unaenda kutuacha. Byukuri kugiye kudusiga. Sasa itakuwaje? None biragenda gute? Mpango umetuambia, umetupa umugambi watubaye wa kuweza kuihubiri injili duniani. ushobora kuvuga ubutumwa mwisi. Itawezekanaje? Bizoshoboka gute? Itakuwaje tena? Bizogenda gute? Tutafanyaje? Tuzobigenza gute? Tutawezaje kuhubiri bila wewe? Tuzoshobora kuvuga ubutumwa tutagufise? Tumezoea kuhubiri tukiwa pamoja na wewe. Kuvuga ubutumwa turi kumwe. Sasa ukiisha tuacha, nani wamara kudusiga, tutaishije? Tuzobaho. Anawaambia msiogope. Acha nababwira ntimutinye. Sitawaacha yatima. Sinzobasiga nk'imfuvyi. Sasa wanaangalia. Yo bakaca baraba. Sitawaacha yatima. Ati sinzobasiga nk'imfuvyi. Imagine Ibaze. wakati baba anakuambia, Igihe umuvyeyi akubwiye, mwanangu mimi naenda kuondoka. ati mwana ndagiye. Sasa mubaki salama. Uzosigara amahoro. Kisha hanyuma, baba mbona unatuacha? None papa kudusize. Tutakuwa wayatima sisi. Tuzoba. Anaambia hapana, sitawaacha mayatima wanangu. Ati sinzobasiga nk'imfuvyi bana. Wakati anasema sitawaacha mayatima, ati sinzobasiga nk'imfuvyi, mnaanza kuangalia. mutanguye kurabana. Mnaangalia sasa. Mutanguye Kuna kuraba. baba mdogo, hariyo papa mutoya, kuna baba mkubwa, hariyo papa mukuru. Hakuna na yule baba mwingine ana uwezo yule. Hakuna shida. Ati nawa mupapa rifise. Ni kweli baba hata tuacha yatima. Ego papa nazo dusiga nk'imfuvyi. Tena ametuachia na vitu ndo hivi. Utajiri huu umejaa hapa. Ubutunzi nk'ubu buruzuye. Kwa hiyo anatiwa moyo na hiyo hali. Sasa wao Yesu anaenda kuondoka. Anawaambia hata wacha yatima. Yesu hakuna nyumba amewachia. Hana gari amewachia. Hana ng'ombe amewachia. Kwamba hii ni jozi la ng'ombe litawasaidia. Hakuachia vitu kama hivyo. Sasa anawaambia sitawaacha yatima. Wanatazama katika ulimwengu wa mwili. Katika ulimwengu wa mwili hawaoni mwelekeo, hawauoni. Hawaoni wanaenda wapi. Hawaoni huyo hicho atakachowaachia ni kipi. Muakili zao hapaingii kitu, maana hawaoni kitu. Lakini anawaambia sitawaacha yatima. Na wao hawaoni lolote. Wanaanza kulia. Anawaambia sikiliza, nitawaachia msaidizi. Anawaambia nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Wanasikia sasa hii inakuwa mpya hii. Mpya hii. Msaidizi. Hawajawahi kusikia habari ya msaidizi tangu wazaliwe. Hawajawahi kuona msaidizi tangu wazaliwe. Sasa wanasikia wataachiwa msaidizi. Msaidizi atakuja. Nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi. Sasa huyo msaidizi ni wa namna gani? Je, tutaishi naye vipi? Tulikuwa tukiwa na njaa, mikate mitano, samaki wawili, tunashiba umati wengi, watu milioni, watu kama 11,000 wanakula wanashiba. Sasa huyo msaidizi atatupa mikate kweli? Matatizo yetu atatoa majibu? Wana maswali mengi. Hawajui huyo msaidizi atawapa nini na atawasaidia namna gani. Mbaya zaidi hawajamuona tangu wazaliwe. Lakini anawaambia atawaachia msaidizi. Kisha anawaambia
ndiye roho wa kweli. ati niwe muhemu Sasa hiyo sasa inawashtua sasa. Ivyo navyo birabaka. Huyo roho wa kweli ndio wa aina gani? Muhemu ukuri ameze gute? Anafananaje? Ameze gute? Yukoje? Ameze gute? Mambo yake yakoje? Ivyiwe bimeze gute? Atatuelewa kama Yesu anavyotuelewa? Azodutahura nkuko Yesu adutahura. Mbona Yesu anatuelewa? Ko Yesu adutahura. Sasa huyo msaidizi, none huyo roho wa kweli atatuelewa? Muhemu ukuri azodutahura. Yesu anaendelea kuambia Yesu ashishikara kubabwira. eti ulimwengu hauwezi kumpokea isi ntishobora kumwakira kwa kuwa haumuoni kubera ntimubona wala haumtambui, canke ntimutahura, lakini ariko ninyi mwebwe mtamtambua muzomutahura kwa sababu atakaa ndani kubera yenu. azoba muri mwebwe. So wanaanza kuwaza, batanguye kwibaza atakaa ndani yetu namna azoba muri gani? twebwe gute? Atakaa ndani aje? Azoba muri twebwe Kati yetu gute? atakaa sehemu muri gani? twebwe azoba hehe? Kwenye miguu, kwenye mu mikono? maguru, mu maboko? Tutamvaa kama kofia, tutamvaa kama sheni, tuzomwambara nk'ishapo canke nk'umugufi, tutamvaa kama viato, tutamvaa kama saa mkononi. tuzomwambara nk'isaha mu maboko. Hawaelewi, batahura, yangali mapya kwao. biracari bishasha. Yesu anawaambia Yesu arababwira atakaa ndani yenu, ngo azoba muri mwebwe nanyi mtamuona. kandi namwe muzomubona. Kumbe Roho Mtakatifu wa dunia hawawezi kumuona kumbe mwemu yera bo mu isi ntibamubona na hawawezi kumjua. kandi ntibashobora kumenya. Ndio maana unakutana hata leo, nico gituma usanga unakutana kuna kwa migongano ya Wakristo hariho gucanamo Abakristo sehemu nyingi duniani. ahantu henshi Huyu anasema hivi, 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 huyu anasema mimi ndo nina Yesu, huyu anasema mimi ndo nina Yesu, huyu anasema ni Yesu amenambia, huyu anasema ni Yesu amenambia. Pana kuwa mchanganyiko. Kwa sababu gani? Huyu anakuambia Bwana amenionyesha haya, mwingine anasema Bwana amenionyesha haya. Kwa sababu yule Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi haonekani. Sasa mimi haonekani. Kila mmoja umuntu wese anaona yamkini mwenzie hana, yeye ndio yuko naye. abona ko mugenzi we atamuzi. Mwingine anasema mimi ndio ni naye, yeye hana. Kwa sababu haonekani. Ntaboneka. Lakini aliye naye anajua ni naye. Unaamini hayo? Uravyizeye? Bwana Yesu akuwezeshe. Amen. Na matunda au hali ya mwenye kuwa naye inaonekanaga. Nukuntu umuntu amufise, uyu mufise biraboneka. Inaonekana hali ya mwenye kuwa naye ina utofauti na mwenye hana. Sasa Roho Mtakatifu, Yesu anasema, Yesu aravuze, lakini huyo Roho, huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, atawafundisha yote na kuwakumbusha nini niliwaambia. Sasa wanaanza kuelewa. Maana yake msaidizi atakuja kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana unaposema kwa jina la Yesu Kristo, ukisema kwa jina la Yesu Kristo, ni yule pakitokea miracle, miujiza, ni yule Roho Mtakatifu ambaye amekuja kwa jina la Yesu, ndiye anatenda sasa zile kazi. Haleluya. Amen. Sijui kama unanielewa hapo. Yule Roho Mtakatifu ambaye anakuja na jina la Yesu Kristo. Huyo Roho Mtakatifu ndo Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo yule yule. Yesu Kristo amevaa mwili. Roho Mtakatifu hana mwili. Yesu Kristo ana mwili. Sasa huyu ni Yesu Kristo mwenye hana mwili. Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo ambaye hana mwili. Kwa hiyo mwili sasa wa huyo Yesu Kristo, wa huyo Yesu Kristo sasa ambaye ni Roho Mtakatifu, mwili wake ndio wako wewe. Haleluya. Unaelewa hivyo? Yani Yesu Kristo alikuwa na mwili. Kumrazi kijana mmoja aje. Mko chapu basi, tunaendelea. Nataka watu wenye kuwa wepesi, mshachelewa tayari. Bwana Yesu atusaidie. Sikia niwaambie, Yesu Kristo mwenye kuvaa mwili huyu hapa, tuko pamoja, anavaa mwili huyu hapa, anaenda, anatuma Yesu, anakuja Yesu Kristo mwingine, anaingia ndani.
mwenye hana mwili atagira umubiri anaingia ndani, lakini ni huyu Yesu Kristo. ariko ni Yesu Kristo Anakuja hana mwili, aje atafise umubiri anaingia ndani yetu. yinjiye muri twe. Sasa huyu Yesu Kristo sasa Yesu Kristo mwenye hana mwili, atagira umubiri unapofanya miujiza ni yule Yesu Kristo ambaye anayatenda. Bwana Yesu atusaidie. Sasa inakuwa ni Yesu mwenye hana mwili. Huu mwili sasa wenye wewe yenye amekaa ndani, huyu mwili amekaa ndani, ndio naitwa mwana wa Mungu. Umwana w'Imana. Bwana Yesu atusaidie. Mwana wa Mungu maana yake ni mtoto mwenye kuwa na Mungu ndani yake. Ni mtoto mwenye yuko na Mungu ndani yake. Mwana wa Mungu ni mtoto mwenye kuwa na Mungu ndani. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Huyo ndiye msaidizi ili atusaidie wewe na mimi na yule, atusaidie tuendeleze mpango wa Yesu Kristo wa kila mwanadamu mwenye Yesu ameokoa, analeta peke yake, amemuokoa, anamleta. Akiisha mleta anakuambia mtengeneze, muimarishe huyu. Tuko pamoja? Mwenye Yesu ameleta na ana njia nyingi za kumleta, ana aina nyingi za kumleta, na akimleta utajua huyu ameletwa na Yesu. Kwa sababu anayekupa kazi kuna yale anakuambia. Bwana Yesu atusaidie. Ndiyo msaidizi. Sasa msaidizi wa pili, unasikia huyu msaidizi wa kwanza atakaa nasi siku zote ili atuongoze. Eti atatukumbusha na yenye Yesu alituambiaga. Atakukumbusha, akupeleke, akuongoze siku zote mpaka uingie mbinguni. Kwa hiyo misio ya huyu msaidizi ni kukuongoza mapenzi ya Yesu Kristo, ili penye Yesu alitia ndani yako vifanye kazi. Bifanye kazi katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Sasa anatupa msaidizi mwingine ambaye ni mwanamke. Biblia inasema, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya yake ya 18, anasema sio vema huyo mtu akae peke yake, kijana mmoja aje upesi. Kama mko shapu mshachelewa. Bwana Yesu atusaidie. Hebu lala hapa. Lala hata hapa sawa tu. Tuko pamoja? Lala mwanangu. Tuko pamoja? Ndio. Anasema sio vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wa kufanana naye. Nani huyo? Umufasha. Nani? Umufasha. Nani? Umufasha. Nani? Umufasha. Nani? Umufasha. Msaidizi. Roho Mtakatifu Biblia imetuambia ni nani? Mwemuyera. Nani? Roho Mtakatifu ni msaidizi. Mwemuyera numufasha. Tuko pamoja? Mwemuyera numufasha. Ni msaidizi. Amen. Tuko pamoja? Ni msaidizi atuongoze mpango wa Bwana ili kufikia malengo ya Yesu. Watu ambao wanataka kumuona Yesu, wamuone Yesu kupitia sisi, tuwafikishe mbinguni. Asa mwanadamu, Bwana anasema sio vema awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wa kufanana naye. Sasa basi huyu binadamu, huyu binadamu Bwana mwenye atamfanyia msaidizi
anaanza ng'ombe, mbuzi, nini, paka, vyote amevitengeneza viko pale. Alafu Bwana anakaa kando. Angalia Adamu anasemaje. Niwaulize, mnaona ana furaha hana furaha? Hana furaha. Tuko pamoja. Hana furaha. Kwa nini? Kwa sababu anaona ng'ombe, paka, mbuzi haijawa msaidizi bado. Hamsaidii kitu, anaviona viko pale tofauti. Kwa hiyo anaona sio vyenyewe. Sasa basi anasema mizali haoni, ngoja nimuoneshe. Akamlaza chini. Akamlaza. Sio kumlaza tu, usingizi. Tena sio usingizi wa kawaida. Usingizi, Biblia ya Kirundi inasema ngo ubutikoma. Ubutikoma. Yani usingizi fofofo. Wenye hata jitambuaga. Hamna ndoto, hamna maona, hamna sijui roho imetembea naenda, hamna. Usingizi kweli kweli. Anasinzia mwili, roho na nafsi. Vyote vitatu vimesinzia. Vimesinzia. Kuna binti moja anaweza kuja mbio. Kama hakuna nalala mimi badala ya binti. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa basi. Huyu hapa. Huyu amesinzia. Hajielewi. Hajitambui. Hajui chochote. Hajui lolote. Hana hili wala lile. Hana lake wala la jirani. Hajui lolote. Sasa anamtengeneza huyu. Baada ya kumtengeneza ameshakuwa kamili, amesimama hapa. Sasa anamwangalia. Anaangalia huyu mwenye kulala. Huyu yuko kwenye usingizi, lakini yuko macho. Anaona hivi vyote. Na zile ng'ombe na paka zilizoumbwa na nini vyote, sungura, mbogo nini, vyote yeye anaviona. Yeye anaviona, huyu yuko kwenye kulala. Sijui kama mnaelewa hivi. Yuko kwenye kulala, lakini huyu yote ameshaviona. Na anamuona gisi huyu analala. Huyu hajioni kama amelala. Hajui chochote, hajui lolote. Tuko pamoja? Na ukumbuke, walikuwa hawajavaa nguo. Kumbukeni hivyo, hajavaa. Anamuona jinsi alivyo, hana nguo. Sasa jiimagine wewe mwanaume uko hapo hauna nguo. Alafu yeye amekuja, yeye ndo amekuona kabla wewe hujamuona. Kabla wewe hujamuona, yeye alishakuona. Hauna nguo, hauna nini. Ndo mwanaume huyu. Ndo sehemu za siri hizi. Ndo miguu yake hii. Okay. Mbona ana ndevu? Mbona mimi sina ndevu? Ndo huyu. Ona kifua chake. Lakini mimi nina matiti. Yeye anamuona. Huyu hajaona bado. Hajui lolote. Hajui chochote. Na hana mpango wa kuamka. Hana mpango wa kuamka, hana. Bwana mwenyewe, Bwana wa uwezo, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye madaraka, Mungu mshindi, mwenye kutupenda kuliko wote, anakuja anamuamsha. Anacheka. Mnaonaje? Anacheka sasa kwa sababu anamuona mwenyewe anafanana naye. Bwana Yesu atusaidie. Furaha sasa inajaa. Ndio maana usiogopi wewe binti uko hapa. Usiogopi wewe kijana uko hapa. Wako yupo.
Tena sio wa kutafuta. Huko mnabahatisha. Leo uko na huyu bimekataa. Unaenda kwa huyu bimekataa. Uko na bahatisha kwa nini? Si utulie ungoje wako. Si Yesu atamkuletea kwa saa yake. Wewe unasema umechelewa. Nani kakwambia kama umechelewa? Unataka kuwahi nini? Mbona saa kuingia mbingu haijafika? Unataka kuwahi nini? Unataka kuwahi matatizo na mangumi ya manyumba? Ukiwahi, maana Yesu hanaga kuchelewa. Hajawahi wala hajachelewa. Ukiona unawahi ngumi na kofi, ndo unawahi. Subiri Yesu akupe wako kwa muda mwafaka. Hajawahi kuchelewa na hapana swata. Ukutana kijana leo anaenda kumwambia binti nakupenda, hapana. Binti nakupenda, hapana. Binti nakupenda, hapana. Binti nakupenda, ndio. Anakubali. Wanaendelea. Hapana, anatoka. Nenda kwa mwingine. Binti nakupenda, ndio nimekubali. Sawa, asante. Wanaongea. Baada ya miezi kadhaa ameacha. Anaenda kwa mwingine. Binti nakupenda, ndio na mimi nimekupenda. Tena nakupenda sana. Susu, my love, my eyes, vitu bingi. My girl, my shoes, my nini. Sawa, hakuna shida. Ile my shoes baada ya muda imepotea. Imekwenda kwa mwingine. Ile my love imepotea. Imekwenda kwa mwingine. Sasa mpaka lini? Badilika, mchange. Huyo ni upagani. Binti anakuwa leo iko na huyu. Nimempenda. Kidogo sio. Nimempenda. Huyo ni upagani huyo. Tulia sehemu moja. Endelea kuomba. Ngoja Yesu akwambie wako. Akikwambia awe mzuri, awe mbaya, anapendeza, hapendezi, anakupenda, unaona ni kama hakupendi, jinsi ilivyo, umejua ndio wako, ngangania huyo. Kesho hata kupiga kofi. Kwa sababu ni wako. Mama yuko hapa. Ulishawahi kupata kofi langu? Hapana baba. Ushawahi kula kinyungutu? Hapana. Nishawahi kukusonya? Tuko pamoja? Havipo. Kuna kulindana kwa namna ya kipekee. Kuna namna ya kulindana. Wewe utafikiri vyako, wewe utakuwa na mawazo yako, lakini mawazo yako sio ya Yesu. Mawazo yako sio ndo yetu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sikia sasa. Huyu msaidizi alivyokuja, makusudi ya msaidizi ni ili aendeleze makusudi ya Yesu Kristo ndani ya mwanadamu. Kuendeleza makusudi ya Yesu Kristo ndani ya mwanadamu. Sasa basi, ukiisha kuwa msaidizi, kumbuka wewe sio mtawala. Uko msaidizi. Msaidizi, mume wako Bwana ametia vitu 10 ndani. Na kwenye vile 10 yuko kwenye kimoja. Vile 9 ni wote kuja kumsaidia ili azikamilishe. Kwa sababu yuko kwenye mapenzi ya Yesu. Bwana anamwambia, utanitumikia, utahubiri injili, uwahubiri watu habari njema. Wewe unakuja msaidizi sasa. Sio kuja kumwambia acha kuhubiri. Hauko wewe kuja kumwambia acha kuhubiri. Msaidie kwenye kule kuhubiri. Wewe ongeza maombi, chochea maombi, ili sasa ile huduma yake ipande juu, iendelee, iongezeke. Chochea maombi sasa wewe. Saidia waumini. Muulize mume wako, unasemaje papa? Naweza kusaidia fulani? Ndio. Kwa unyenyekevu.
Ndio kazi yako wewe, kumsaidia ile kazi iendelee. Umemkuta anafanya kazi fulani, wewe muimarishe. Ni mekanika, anakuja amevaa nguo za mekanika, nguo chafu, ndani ya mifuko mmejaa hela zinachangana na mablo, mmejaa mablo, maskrubu, manini, maspana yamo ndani. Sio wewe sana fikisha ndani ya nyumba unavichukua. Sasa wewe uchafu wote kuleta ndani ya nyumba chumbani, unachukua bile maspana unatupa, unachukua maspana unatupa. Kwa sababu anakupenda, jinsi Bwana alivyosema, mume atampenda mkewe. Kumbuka alivyosema atampenda, vile vile alisema umtii. Ni vitu vinavyoendana. Pakikosa utiifu na upendo unapotea. Pakikosa upendo na utii unapotea. Sasa alikuwa na namna anaweka spana zake pale ndani, anaona ndo utajiri wake. Sasa wewe unakuja unaniambia huu uchafu si utaki hapa ndani, unatoa unatupa nje. Kesho kutwa akija kutafuta spana ya 14 anakutana haipo, iliibiwa. Akikuuliza unasema kwani unaniuliza mimi hiyo? Sasa mke wangu, kabla sijakuleta zilikuwa pale, sikuwahi kupoteza hata moja. Sasa wewe kuja umezitia nje, sasa sizipati tena. Unaharibu makusudi ambayo Bwana alitia ndani ya mume wako. Kumbuka wewe ni msaidizi. Bwana akamwambia Adamu, na kutia ndani ya bustani ya Edeni, uichunge, uilime. Uitunze hii, sio kuilima. Uitunze hii vizuri. Anasema ndio. Msaidizi anakuja kuliko kumsaidia kuitunza. Adamu anaambiwa, sikia, hapa kuna miti ya miwili, matunda la uzima na kujua mema na mabaya. Usile, siku utakula utakufa. Wewe unakuja, wewe mwanaume, wewe mke unakuja, mwanaume anakuambia, Bwana aliniambiaga, nataka nikufahamishe wewe yote. Aliniambia kuna huu, hivi vyote tutakula, kuna huyu, tusile, siku tutakula tutakufa. Kuliko msaidize kuendeleza yale maono, unamharibia vizio Bwana alimpa, unaibua yote. Unakwenda unachukua venye alishakwambia, unachukua. Nyoka anakuambia vipi? Asa hii tulikata, kula mama. Unachuma unakula. Unampelekea na mume kwa sababu anakupenda, akakutii, akala. Misio ya Bwana ndani yake ikapotea. Akawa ameua, akaua vyote. Badala ya kuviendeleza vikafa. Kwa sababu gani? Alitaka utawala. Ndio nakutana wa mama wa leo walie wengi sehemu nyingi. Siku tu ameolewa tu, ameingia ndani ya nyumba, baada ya wiki moja mbili mwezi, kitanda kilikuwa kinageukia huko. Kitanda charabino. Yeye anakuja anageuza. Bwana ameenda kazini, anakuja amegeuza kitanda, kinaangalia huko. Sasa anatoka kazini saa 6, anakutana kila kitu kimegeuzwa. Vilivyokuwa ndani ya kitanda vingine vyake vya siri, anavitafuta vioni. Kitanda kilishageuzwa. Mke wangu, kwani umegeuza hivi? Hamna unyenyekevu. Anaambia egauje kama mimi ndio mama wa nyumba. Nyumba ni ya mwanamke, sio mwanaume. Sasa juliza, sana niliipanga, mbona hakuwa? Kwigena ipanze ni yarahadi. Sasa anakuwa ananiambia ni ya mwanamke. Sawa, kwa sababu ya mapenzi atakukubalia. Hakuna shida. Kesho unakiweka hivi, kesho kutwa unageuza hivi, mtondogo unageuzwa hivi. Unavyojitakia wewe sio mbaya, lakini omba ruksa, kwa sababu wewe ni msaidizi. Jua misio yako, wewe ni msaidizi.
Menya. Ukijua wewe ni msaidizi, utamsaidia katika zile huduma Bwana Yesu alitia ndani yake. Uziendeleze, zifanye ziende vizuri, utakatishe. Hanyuma wowe uzobishishikariza neza, hanyuma bise neza. Wanakuja kumuona Baza kumubona majirani au marafiki, wanakuja walishajua na pesa, bamaze kumenya ko afisa mahera, wanasema tumchomee kichwa, ati reka tumutekere umutwe, tumchomoe zile hela. Wanakuja wanaambia habari za nyumbani, ndo mama huyo, ndo mama. Anawasalimia, baada ya kuwasalimia anatoka zake. Wamama ni wajanja, waweza kumwambia mume, anamwambia samahani mke wangu, nitaka kuongea na watu kidogo. Sawa, asante. Anakwenda, ni kama anakwenda, lakini anaenda nyuma ya mlango, anatia sikio. Munaongea, munamaliza kuongea. Sawa, unawashindikiza wanaenda salama. Nakuja mume wangu, lakini jilinde, mimi naona wale watu si watu wazuri. Hapana, wale ni watu wazuri, watasababisha tuendelee mbele. Mume wangu, wale si watu wazuri. Kubali mume wangu, si watu wazuri. Hapana, ni wazuri. Ukiona ni wazuri ukangangania, hela imeenda. Ukitii mke wako, hela imesalimika. Mkumbuke Ibrahimu. Yule Sara alimwambia muoe huyu Ajiri. Sara niwe yabwiye rongora Ajiri. Akaoa Ajiri, wakazaa Ismaili. Bavyara Ismaili. Sara akangalia sana, no. Amaze kurongora. Nishakuwa na Isaka, huyu hatakaa pamoja nami. Akamwambia mfukuze na mama yake. Achabwira mwirukane na nyina. Ambia hapana mke wangu, nitamfukuzaje? Na mtoto wangu tena Ismaili, mfukuze. Sara alitaka kukataa, Bwana akamwambia mtii mke wako. Uhorambye ati ubaha umugore wawe. Sikia benye mke wako anakuambia. Msikilize. Mumvirize. Mfukuze kama mke wako alivyokuambia. Mwirukane nk'uko umugore wawe yabikubwiye. Akamfukuza. Asingemfukuza kama leo vita iko jinsi ilivyo. Wakati huyo ingeanzia hapo. Si unajua yeye alikuwa mpiga mishale. Ismaili angemdunga tu Isaka mshale, maana Isaka hivyo habijui. Isaka ntabizi. Angemdunga mshale, sasa huyu jamaa na mdunga mshale nichukue kila kitu. Amekufa na misio ya Bwana inaharibika. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo nataka uelewe, mke uko msaidizi. Endeleza huduma ambayo Bwana ametia ndani ya mume wako. Sio wewe wa kuiharibu. Usiharibu kama Eva alivyoharibu ndani ya Adamu. Wewe ni msaidizi. Ile misio, ile mpango Bwana ametia ndani ya mume wako ambaye ameokoka, yatembelea, yamuongoze, msaidie, muombeye. Chenye unamwambia haelewi, muombeye. Chenye unaona hasikii, hakuna shida, omba. Nyenyekea. Usiponyenyekea, utabomoa nyumba yako kwa mikono yako. Utaibomoa mwenyewe kwa mikono yako. Leo tunatoka saa 12. Sikia nikwambie, utaibomoa mwenyewe kwa mikono yako. Mikono yako itabomoa kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Unyenyekevu utakuletea utiifu kwa mume. Kama hautaweza kuwa mtiifu kwa mume wako, rudi kwenu kama umeolewa. Kama haujaolewa na hautaki kuwa mtiifu, usiolewi. Bakia kwenu. Kwa sababu ujue, ukiolewa unaenda kuwa chini ya himaya ya mwingine. Ndio maana tunasema mara kwa mara muareshe, tunakuwa makini. Kwa sababu ukiolewa unakwenda kuwa chini ya himaya ya mwanaume mwingine. Kama yule mwanaume hana Yesu,
anaharibika yeye na wewe anakuharibu. Umva uwo mugabo adafise Yesu abayononekaye nawe akaca konona. Utakuwa salama na yeye ameharibika. No, Kichwa kikiharibika, kiwiliwili kitakuwaje? Umutwe wononekaye umubiri uragenda gute? Utakuwaje? Kama tunapata kusikia Ibrahimu baba wa imani na Isaka na Sara anatajwa, ni kwa sababu ya kichwa ambaye ni Ibrahimu alisimama mapenzi ya Bwana. Kama tunasikia habari ya Isaka, tunasikia jinsi alivyo kwa sababu alisimama imara na akaomba na kuomba juu ya mke wake. Kule kusimama kwake kunatupelekea kusikia ushujaa wao. Kama tunamuona Yakobo, kusimama kwake kulimpelekea mpaka kaitwa baba wa Waisraeli. Kwa hiyo unyenyekevu utakupa vyenye vilikuwa mbali na wewe. Unyenyekevu unaua vitu vibaya, kila jini, kila dhambi ambaye inaweza kainuka ndani ya mume wako. Unyenyekevu wako utaiua na itakufa. Kama ni mwenda mbinguni. Kama sio mwenda mbinguni, maana kiona mioyo ya kijiwe. Na kama ana moyo wa jiwe, kuna ujumbe wake wa baadaye kidogo atapata. Kuna ujumbe wake wa baadaye mwenye kuwa na moyo. Wewe mwenye kuwa na moyo wa jiwe, jua baada tutarudia tuna ujumbe wako. Kuna ujumbe wako mwenye moyo wa jiwe. Waambieni wote wenye mioyo ya majiwe wawepo hapa. Kuna ujumbe wao. Bwana Yesu atusaidie. 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 Sikia ewe msaidizi. Umekuja umsaidie afikirie makusudi ya Bwana. Na ukiona kama no hafati makusudi ya Bwana na anataka na wewe mwenyewe kukuharibu, unamturne unaenda kwa Yesu mwenyewe. Tugenda kwa Yesu. Yesu. Muangalie mume wangu. Rabo mugabo wanje. Yesu. Angalia hali yake. Rabo kwa meze. Mbadilishe. Muhindure. Badilisha mume wangu. Yesu ana uwezo wa kumbadilisha. Sikia nikwambie, kama hambadilishi, ziko njia mbili. Akiwa na moyo wa kijiwe, Bwana atambadilisha, ujumbe wake huko. Akiwa na moyo wa papayo, akiwa na moyo wa mgomba wa ndizi, Bwana anasema huyu hafai, anakuondoa ili mpango wake uendelee ndani ya mke wako au ndani ya mume, kadiri Bwana anavyotaka. Sasa lazima kuwa makini, ni siku za mwisho na kanisa linaenda kunyakuliwa. Leo majumba mengi yanabomoka kwa sababu hakuna utiifu, hakuna unyenyekevu kwa wamama waolewaji. Na kwa sababu hakuna unyenyekevu, upendo unaruka. Upendo kisha ruka, mume anakuwa na mambo mengine. Sasa nyenyekeeni ili Yesu Kristo afanye mapenzi yake ndani ya mume wako. Bwana Yesu atusaidie. Lakini msiendi mkaua vyenye viko ndani ya mume wako, kama Eva alivyoua kilichokuwa ndani ya Adamu. Kisoma sura yake ya pili aya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Sura yake ya pili aya 17 kwenye kitabu cha Mwanzo, utaona gisi Eva aliua urabona ukuntu Eva yononye chenye kilikuwa ndani ya Adamu, mpaka Bwana akamfukuza. Kugeza uhora hamwiruka. Kaambia haustahili tena kukaa kwenye bustani ya Eden. Nenda duniani. Kalime sasa dunia. Utakula kwa kutoka jasho. Kila kitu utachoka. Hivi utachoka. Mambo yote yatakuwa hivi. Kwa sababu
umeasi sheria yangu. wagararije itegeko ryanje. Msaidie mume wako awe mtifu kwa Yesu. Abuwo kubaha Yesu Kristo. Mlete kwa Yesu. Muzane kwa Yesu. Mkokote. Mukwege. Hii ukimkokota mukwega, akaja kwa Yesu. Akaza kwa Yesu Kristo. Ile karama Bwana alitia ndani yake. Na kwa sababu wewe una vitu vingi. Una vingi vya kuweza kuimarisha ile kazi yake. Yeye ana karama 20. Lakini maisha yake angala anatumikia 2 tu. Ni kwenda kufanya kazi. Alikuwa anaja gukora. Na la saa moja analeta hela zisizoeleweka. Akazana mahera atatahuri. Hazikamatiki. Kwa sababu hakusikia mashauri ya mke wake. Sana anakuja kuona Bwana nisaidie tu. Ni maombi ya juju. Na masengesho yoyo hejuru. Ya majani ya karanga. Ama nk'ivyatsi vy'ikaranga. Ndio maombi yake hayo na basi hana mengine. Kimwambia kuomba hayupo, hajui. Aisha vipoteza vyote. Njoo kwa Yesu hayupo. Anakuja siku anataka na saa anataka. Sasa hekima yako wewe mama, una uwezo. Ukiwa mnyenyekevu, ukiwa mtiifu, una uwezo wa kumkokota. Unamleta kwa Yesu. Ndio maana kwa sehemu kubwa kama Yesu anapenda familia na ni wapagani, mke ndo anaokoka kwanza. Kwa sababu ana uwezo wa kumkokota mume. Akiokoka mke, akiokoka mume, wokovu wake uko mashakani. Mke wake ataua wote. Akiokoka mume kwanza, kabla ya mke ataua ile karama yote ndani yake na zitakufa zote. Lakini akiokoka mke kwanza, ana hekima, atamvuta yule mume mpaka ataimarika. Mama mmoja Nairobi alikuwa ameokoka. Yari yarakijijwe. Mume wake hajaokoka. Umugabo atarakizwa. Anaenda kila mara bar. Akagenda kenshi. Kila mara anakwenda bar. Akagenda mukabare kenshi. Nafikiri kwa sehemu za Mangongo Road huko kitu kama hicho. Sasa ye mume wake ni bia ni sigara. Umugabo wiwe ni inzoga n'itabi. Bia ni sigara. Inzoga n'itabi. Mke akafikiria, mimi nimeokoka, nifanye namna gani? Nifanyeje? Na tumeokoka tuko pamoja. Maana wokovu unaweza ukaja mko mmelala kitandani, ukamjia mmoja na mwingine usimjie. Sasa kama amemuokoa ili makusudi na wewe umuokoe sasa. Mko wote nyumba moja. Kinachofuatia ni nini? Cha kufuatia baada ya wewe mke kuokoka, yule mama akabadilisha. Kwa sababu mume alikuwa anakuja saa 5, saa 6 usiku. Hakuwahi kula vyakula vya moto. Kila siku anakuja vimepoa. Lakini mke akabadilisha. Kila siku baada ya kuokoka anatizama, analala mapema, saa 1 saa 2 anakata usingizi, anabakia macho, anaangalia masaa. Hii ni saa za mume wangu kutoka kazini. Anainjika, kisha injika, anasonga, akisha songa, anaweka hapo masaa yale mume wake kuje. Masaha y'umugabo wiwe yo kuza. Mume anakuja anaimba yuko zake ya kidunia. Tokeni njiani nyi. Gani watu gani hii? Na hii iko watu gani hii? Hii na tapiga teke. We mama fulani fungua lango. Alikuwa anafungua mlango kwa mateke. Sasa mke anasikia kwa mbali.
Anafungua mlango hapo. Umugore Mume anaingia. umugabo Karibu mume akinjira. wangu, karibu mume Kazi wangu. mugabo wanje, kazi mugabo Toka. wanje. Ati vaho. Kambe. Mume ana karibu karibu Ati papa, kaze, karibu kaze. chakula kiko hapa. Akamuha ibyo Anakula kurya. anasikia ni vya moto. Anakula anasikia ni vya moto. Akajya kumva birashushe. Vikaendelea. Bibandanije. Anakuja na sigara yake, Akaza anakuta itabi, mama agasanga ameshanunua sandrie. Yaramuteguriye agasandriye ko gushira. Kale kakutia yuko sigareti na ile mauchafu chafu ya sigara. Agasanga Ameweka ndani. yamushiriye ngaho. Kamwekea hapo. Arakamushirira. Kila anakuja anambia, "Na hii ni nini? Hii nimekuwekea mume wangu ya kutiwa natia sigara." Nagushiriye huzurashira kwa gatabi. Na huko anaomba. Asenga. Mnyenyekevu. Aciye bugufi. Mnyenyekevu. Aciye bugufi. Mnyenyekevu. Aciye Siku bugufi. zote ndani ya Misi nyumba yose mu mnyenyekevu. rugo. Kwa sababu anajua kitu gani kilisababisha Kubera hatukuachana kwanza ndo Cyatumye niokoke. Kwa nini Bwana ananiokoa? tutatandukanye. Tuko wote ndani ya nyumba Cyatumye moja, Yesu kitanda kimoja, aniza wokovu turi unakuja kumwe. kwangu Agakiza na yeye kakaza unamwacha. kuri jewe nawe kakamureka. Akaishi hivyo, Abaho gutyo. akaishi hivyo. Abaho gutyo. Sasa wakati mwingine mume masaa yakawa Ikindi yanapungua, gihe amasaha ariko aragabanuka. kwenye yuko anasema, Ahandi mke wangu halalagi ati umugore wanje mpaka ntakiryama nije mpaka ntahe. na mtesa hii kuja Nanje masaa mengi. ndamugiriye nabi Wakati sasa gutaha akawa ijoro. anakuja, Atangura kuza anaanza arakabana. kuja saa 6, Atangura na kuza- sore saa 4, Atangura kuza akaenda saa anapunguza 4, saa 3, agenda agabanya akapunguza saa saa 3, 2, agenda agabanya anapunguza saa saa 2, 1, agabanya saa ikawa 1. mwisho akawa anakuja kwa muda mwafaka. Rero azaraza mu gihe gikibereye. Akifika muda mwafaka, Ashitse mume mu minsi mke anamkaribisha, ibiri, umugore anamvua akamuha viato, kazi, akamukuramo anavua soksi, ibirato, kila kitu, akamukura anaandaa amashesheti, pale vitu salama. agategura ibintu byose amahoro. Jumapili moja, Kwa Mungu umwe ilikuwa Jumamosi, Oh, hadi anaambia kwa gatandatu. kama jana, naambia mke wangu, abwira umugore wiwe kesho tutaenda mimi nawe ati kanisani. ejo tuzojana gusenga. Mke akashangaa. Umugore aratanga. Kweli baba Ati na vipi? hapo usifikiri hiyo nimekata nikijazia mengine. Amewahi kuja na mke, Yigeze kumuzanira umugore. akaingia naye ndani Yinjira chumbani. nawe mu cyumba. Mke akaenda kulala mchumba cha watoto, Umugore bwita yeye akalala na huyo kahaba wake chumbani. Wajamana Mama n'umumara anajua ya hivyo, mchumba chiwe. akaamka asubuhi, Mama avyuka mu gitondo. akatengeneza Abategurira maji moto amazi pale, ashushe yo koga. akaenda akawagongea, Aragenda arabaho. samahani, Ati mumbabarire. nilikuwa nawamsha, nimeshawaandalia maji ya koga. Abateguriye amazi yo koga. Unajua Nairobi kuna baridi. Nairobi harakanye. Sasa samahani, nimeshawaandalia maji ya maji ya moto ya koga, mngekuja muoge. Muze muoge. Wakatoka, Barasohoka. akaingia bafuni ule baba na ule mama, wakaoga. Wakaoga. Baada ya kuoga Bamaze koga. wakatoka, Barasohoka. wanafika anamwambia, karibuni chai mezani, chai iko tayari. Wakaenda mezani, wakanywa chai. Mama amekaa pembeni. Mama ari ruhande. Yule mama akaona, nimefikiria nyumba Mama aravuga ati nashitse kwa hapa hivi. Aha. Kwa huyo mtumishi kuruno mukozi inaonekana kweli hii nyumba ni yangu. Ndabona naolewa mimi hapa. Ndarongowe ngaha. Akafurahia. So wako mezani. Bari kumeza. Akamuuliza yule baba. Aramubaza ujya papa. Sasa huyu mama ni nani? Atuye mu mama ni. Na wale watoto ni wana. Nabajya bana n'abana. Akaambia huyu ndo mke wangu. Atuye no mugore wanje. Na wale ni wanangu. Nabajya n'abana. Mama ladha ya chai ikakatika. Wa mukenyezi n'uburyohe bw'icyayi burahera. Ikaisha. Burahera. Akaambia mke wako huyu atujya n'umugore wawe. Mama nisamee. Akapiga magoti. Nisamee mama, nisamee. Sikujua kalima. Akaambia hakuna shida. Arambia nta kibazo. Nisamee. Ati sinarinda bizi. Baba nisamee. Kumbe una mke wako. Ati kumbe ufise umugore wawe. Hakika una mke mwenye hekima, mwenye ufahamu. Usimwachi. Akatoka, mama yule akaenda. Ndipo mume akabaki anawaza. Umugabo yagumye avyiyumvira. Mwanamke gani anaweza kufanya hivi? Swala linarudia kwako. Uona biwezi. Ikibazo kije kuri wewe urabishoboye. Nabirudia. Kwenu nyinyi wa mama hapa. Muareshe na wengine wenye kufuata wenye kuwa kwenye mitandao, wenye wako na waume. Na wauliza nyote kwa ujumla. Wewe unaweza? Bega wewe urabishoboye. Unaweza? Wewe urabishoboye. Unaweza? Wewe urabishoboye. Unaweza? Wewe urabishoboye.
Ndio maana munyenyekee. Nico gituma dukwiye guca bugufi. Nyenyekeeni. Dukwiye guca bugufi. Muwe na karama zinazostahili. Ingabire zikwereye. Za kujua kulinda manyumba. Gushobora kuziga. Bila kujua kulinda utapoteza ulichokuwa nacho. Utampoteza mume uliyempewa na Bwana. Utapoteza mume uliyempewa na Bwana. Utapoteza mchumba uliyepewa na Bwana. Alafu utaangukia pengine. Na ujue ukishaangukia pengine ni majuto maisha yote. Maisha yote ni majuto. Nina binti wangu mmoja hapa kati yenu hapa. Mume wake haokoki. Lakini anavyomheshimu bilinishinda kuelewa. Bilinishinda. Kati mmoja nenda kumuona barabara ya pili Buiza hapo. Nenda kuangalia, naangalia maisha mama. Naangalia na mwanangu. Nasikia aibu tu. Kasikia aibu. Lakini mama kwa hekima yake ameilinda nyumba yake. Ubwenge bwiwe arazigamye urugo rwiwe. Ameilinda nyumba yake. Arazigamye urugo rwiwe. Mume anakwenda hajui anaenda wapi, hajui bikoje, hajui cha nini wala cha nini, lakini yeye analinda. Ariko warazigama. Wewe je? Mbega wewe bimeze gute? Kwa sababu anajua kubera razi niliolewa na tuko wapagani, tukaendelea hivyo hivyo, nikaupatia wokovu ndani ya hii nyumba. Kwa hiyo natembea nao sasa. Bwana Yesu akusaidie. Amen. Bwana Yesu akusaidie. Sikia nikwambie, ujumbe wako wewe mwenye moyo wa jiwe unakukujia. Bwana Yesu akusaidie na wewe msaidizi. Silaha ya unyenyekevu tutaianzia kabla tuendelee. Bwana Yesu atubariki sote. Amen. Nasema achia. Ninaamuru ewe kuzimu. Hauna mamlaka ya kujenga nyumba kwenye moyo wa mtu. Hauna mamlaka ya kuweka makali kwenye mwili wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu.